ndio sababu za Yanga Afrika sisi tunaenda kusimamia hii mechi isichezwe. Zipo sababu nyingi. Tunaona bodi ya ligi ishashindwa kuongoza ligi. Yanga Afrika miaka yote inasimamia jambo lake. Na uwezi ukawa kiongozi wa Yanga ukawa sijarakali. Ushaelewa? Sijarakali wanapatikana uongozi wa Simba. Kwa sababu viongozi wa Simba wana uwezo kuambia wanachama wao hatuchezi, hapo baadaye wakakubali wanacheza. Hawajatoa tamko lolote kuelekea mchezo huo baada ya TFF bodi ya ligi kupanga ratiba ya kuhudhuria mchezo tarehe 15. Ila kilichokalia ni wazee wa Young Africans walizungumzia mchezo wa tuchezi. Ila hatujasikia sauti kutoka kwa wajuu wakubwa wa bodi ya klabu ya Young Africans. Huenda hii leo ikawa ni hitimisho dabi kachezwa. Labda nikwambie kitu kimoja. Ukisema kama hujasikia Yanga kutoa tamko, labda wewe bodi ya wakubwa Yanga waliandika barua kutoka kwa CEO wa Yanga kwenda shirikisho kwa mechi hatuchezi. Tamko gani? Hilo ni tamko. Viongozi wa Yanga wana ueledi tofauti na viongozi wa Simba. Kazi ya barua kusema dabi ichezwe ni kazi ya CEO, sio kazi ya kiongozi wa Yanga Afrika. Na CEO kalifanya hilo swala, kapeleka barua bodi ya ligi. Na bodi ya ligi baada ya kupata barua ndio maana wametaka suluhu. Hii suluhu ya kuja kuonana leo, hakuna kiongozi wa Yanga aliwaambia bodi ya ligi tunahitaji suluhu. Si ushaelewa? Hila bodi ya ligi tena na barua yao nimeisoma. Bodi ya ligi barua yao walioandikia Yanga hii suluhu ya leo, wanazungumza wanaijua Yanga klabu kubwa kwenye ligi hii na wanaijua umuhimu wa Yanga Afrika. Wanaomba waje kukaa kujadili dabi iliyovunjika. Hata kama mtu unamkataa, haukatai wito wake, unakwenda kumsikiliza wito wake unasemaje? Na sisi mashabiki wa Yanga na wanachama wa Yanga Afrika, hii ndio imekuwa kawaida wetu. Kwenye jambo hili viongozi wetu popote wanapoitwa na sisi tutakuwepo. Wakishatoka ndani watuambie kitu gani wameongea. Hapa sisi tunawasubiri watoke ndani watuambie kitu gani kimeongelewa. Kama kuna kiongozi kakubali dabi iende kuchezwa kwa busara, dabi haitochezwa na yeye ataiacha Yanga Afrika. Susha leo mpaka hapo. Kiongozi yoyote atakubali dabi ichezwe kwa busara, hapa anaachia uongozi. Hapa anaachia uongozi. Hii ndio utaratibu wa Yanga Afrika. Taratibu wa Yanga Afrika, hatuwezi kukaa na msaliti. Kama kiongozi ataenda kukubali busara yoyote, maana kama msaliti ndani wa Yanga. Na Yanga miaka yote akai na msaliti. Na pili, kuna kitu kimoja. Kuna viongozi wa Yanga na kuna viongozi wa Simba. Hawa watu tofauti, shehe wangu. Miaka nenda miaka rudi. Hawa viongozi tofauti kwa sababu hii faida mlikuwa hamna. Watu wengi waje kugeni faida, nitakugea. Yanga na Simba walikubaliana kombe la Kagame tusiende kucheza pesa ndogo, tusipeleke timu. Viongozi wa Yanga wakashikilia msimamo wao. Viongozi wa Simba wakawa sijarakali walipeleka timu. Yanga wakaja wakafungiwa. Yanga wakakubali kufungiwa. Yanga Azamu anaingia kwenye ligi hii na kukumbusha ndio ujue kama viongozi wa Simba sijarakali. Yanga wanaingia kwenye ligi hii, Azamu wanaingia kwenye ligi hii. Viongozi wa Simba na Yanga walikutana. Wakasema hii hela ya Azamu ni ndogo tugome. Kipindi hicho mwenyekiti wa Yanga Mahabubu Yusuf Manji, Mungu amlaze mahali pema peponi. Wakakubaliana vizuri. Baadaye viongozi wa Simba kageuka nyuma wakaenda kusaini mkataba. Hapo ndipo unapoenda kuwaona viongozi wa Simba sigarakali kwenye hii dabi iliyovunjika. Watu wa kwanza kuandika barua dabi hawachezi ni Simba. Au kuna mtu asojua? Simba waliandika barua hawatocheza dabi. Sawa, mpaka watu waliozuiwa waajibishwe. Na kuuliza wewe, na kuulizeni nyinyi. Viongozi wa Simba leo wanakuambia ni dabi wanaenda kucheza. Hao watu waliozuiwa wameajibishwa. Sasa mnaona hao viongozi wana akili timamu?
Kutokana na barua ya bodi ya ligi kwamba dabi imeahirishwa kutokana na Young Africans waliwazuia Simba kwenda kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo huo pale katika uwanja wa Benjamin. Ndio maana bodi ya ligi ikaahirisha mchezo kiusalama zaidi. Cha kwanza walizungumzia kwamba sababu za kuahirisha mchezo ni uvunjifu wa amani wa mchezo huo. Ndio maana bodi ya ligi ikaahirisha mchezo, ikasema itapanga tarehe ya kuelekea mchezo huo ambao ndio tarehe 15 ya mwezi wa 6 ambao ndio mchezo katika uwanja wa Benjamin. Young Africans wakaenda mbali zaidi, wakapeleka barua kwa bodi ya ligi kwamba dabi hatuchezi na bodi ya ligi ishatoa mamlaka. Leo solution la dabi ya Kariakoo katika bodi ya ligi leo inaenda kufanyika kiuzalendo zaidi. Labda nikurudishe hapo nyuma. Maana umeongelea wingi, inabidi maswali yako unayoongea tuwape faida na wasikilizaji wetu. Umesema Yanga wamewazuia Simba kwenda kufanya mazoezi, hilo si kweli. Uwanja wa Benjamin William Mkapa, meneja wa uwanja wa Benjamin William Mkapa anachaguliwa na nani? Sina timu mwenyeji. Meneja achaguliwa na timu mwenyeji, shehe wangu. Meneja wa Benjamin William Mkapa anachaguliwa na serikali. Sahihi. Funguo za uwanja wa Benjamin William Mkapa anakuwa nazo nani? Si meneja uwanja. Yanga kapata wapi funguo na kufuli kwenda kuwazuia Simba asiingie uwanjani? Kwa hiyo maana yake meneja ndio kawazuia Simba kuingia uwanjani, sio Yanga. Yanga kaina funguo. Na pili, kuna kitu kimoja. Uwanja wa Benjamin William Mkapa zikaribia mechi za Simba na Yanga, polisi wanakuepo. Yanga wanapomzuia Simba asiingie kwenda kufanya mazoezi, polisi wako hapo. Pili, bodi ya ligi wamekuja kuzungumza kuele mechi imevunjika kwa vitendo viwili: uvunjifu wa amani na rushwa. Wanavunja mechi, watakuja kutoa nini? Majibu. Leo hii imepangwa mechi, majibu yako wapi? Nani katoa? Nani kavunja amani? Ipo dabi inaenda kuchezwaje? Na pili, nyinyi waandishi wa habari, hebu kuweni sehemu ya kuwatetea mashabiki na raia, mkawauliza maswali shirikisho, msiogope. Leo imepangwa dabi tarehe 15. Watu waliokata tiketi zao wanazipata wapi? Na wakati zile tiketi ukishakata nyuma zinaandika ndani ya miezi mitatu imespire. Maana mpaka leo tiketi zimespire. Kwa hiyo wale waliokata tiketi yao dabi wameweka tarehe 15, haki yao wanapata wapi? Jibu hamna. Maana yake watu watakuwa wamefanya wametapeliwa. Unakubali hilo? La pili, mechi ilikuwa ichezwe mwezi wa Ramadhani. Hili mimi naliongelea kwa sababu mimi nimekuwa mpaka umri huu kwa mama kuuza vitumbua. Na 99% wa Tanzania tumekuwa hivyo. Wazazi wetu wanapambana ndio sisi tunakula. Kina mama walikopa hela kusudi wakafanya biashara ndani ya ile dabi, wapate riziki na vijana wao. Asubuhi mwenyekiti ya bodi ya ligi anaongea kwa dabi hipo saa 4 asubuhi. Kwa hiyo maana kina mama mchana wamepika futari kusudi jioni wauze. Saa 8 mwenyekiti ya bodi ya ligi anakuja kukuambia dabi imevunjika. Uone wale kina mama wamepata hasara, kina mama wameenda wamefilisiwa mule. Umemsikia kiongozi wote wa shirikisho kuomba hata samani wale kina mama? Ulisikia? Sasa mpira wetu tunaupeleka wapi? Ulimsikia shirikisho kiongozi yoyote kuja kuomba mashabiki samahani dabi imevunjika? Na hawajui kama shirikisho linaishi kwa ajili ya mashabiki. Hapa watu wengi ili hawalielewi kuwa shirikisho linaishi kwa ajili ya mashabiki. Kwa ajili gani mashabiki wanaweka shirikisho? Kiingilio cha uwanjani kuna percent shirikisho wanapata. Je, uwanjani wanaingia nani kama sio mashabiki? Leo hii mashabiki tayari washachanjiwa tiketi zao, wameingia uwanjani. Hakuna hata kiongozi mmoja aliotoka kuomba samahani. Pili, usiogope kuongea, shirikisho wameua ile dabi. Shirikisho wameua kwenye ile dabi. Shabiki wa Yanga Afrika baada ya dabi kuvunjika alienda kulalia nguzo ya umeme, amefariki. Mimi nasema ameua kwa sababu ile dabi ingekuwepo yule asingelalia nguzo ya umeme. Yule bwana sisi tunaenda kumsafirisha. Hakuna hata kiongozi mmoja wa shirikisho katokea au kwa hapa pole hata ndugu wa marehemu ametokea kiongozi wa shirikisho. Hizi ndio sababu za Yanga Afrika sisi tunaenda kusimamia hii mechi isichezwe. Zipo sababu nyingi. Tunaona bodi ya ligi ishashindwa kuongoza ligi.
Yanga ndiyo mkombozi wa vilabu vingine. Marefa hapa wanachezesha ovyo ovyo wengi. Timu nyingi zinadhulumiwa. Sawa. Kiongozi wa Singida leo hii amefungiwa. Baada ya kuongea maneno anasema sio mazuri. Kiongozi wa Mashujaa amefungiwa. Anaongea maneno sio mazuri. Mechi ya Simba na Berkane, viongozi wa Simba wameongea maneno mazuri. Hajaweka uchochezi wa watu kupigwa. Wamepewa adhabu gani? Mechi ya Simba na Singida, wachezaji wa Singida hawajapigwa. Wamepewa adhabu gani? Kwa hiyo bodi ya ligi imelalia upande mmoja. Kama bodi ya ligi imelalia upande mmoja, hakuna mnyooshaji yoyote zidi ya Yanga Afrika. Na hii tunanyoosha na tuna 89% ya kushinda hili, kwa sababu wao ndio wameomba suluhu ya kukaa kuongea. Yanga haijaomba. Yanga baada ya kurudishwa barua kasi waliambiwa waende wapi? Kwenye mamlaka ya hapa. Yanga akatoka na msimamo, mamlaka ya hapa hatuna imani naye. Hatuendi popote na mechi hatuchezi. Sawa? Yanga akaendelea na msimamo wao, wameendelea kuendelea. Nani kaomba po kati ya Yanga na shirikisho? Bodi ndio imeomba po. Na Yanga wamekuja hapa kusikiliza, mnasemaje? Maana Yanga haji kuongea kitu. Viongozi wa Yanga wanasikiliza, mnaongea nini? Tunaomba dabi ichezwe kwa busara. Haiwezekani. Tunataka watu waondoke. Susha leo. Huu ndio utofauti kati ya uongozi wa Yanga na Simba. Viongozi wa Simba sigara kali. Leo wanaweza kuambia mashabiki wao hatuchezi, kesho wanacheza. Viongozi wa Yanga wakishasema hatuchezi. Sio leo. Na pili labda nikwambie, Yanga haina nidhamu ya uoga, sio leo. Yanga haina nidhamu ya uoga tokea miaka hiyo nenda rudi. Sisi tunakuwa, kulikuwa na kiongozi mmoja anaitwa Mangala Tabu. Watu wengi hawamjui Mangala Tabu. Alikuwa anaingia Ikulu anavyotaka yeye. Mangala Tabu alikuwa anaingia Ikulu anavyotaka yeye. Alikuwa ni rafiki wa rais. Ila Yanga siku waliomchoka aliondoka makao makuu ya Yanga Afrika na baibui. Kwa hiyo sisi hapa viongozi wetu wetu hapa wanajua kiongozi yoyote atotoka ndani kama kakubali busa, basi hapa anaachia ngazi. Hapa anatupisha. Sisi tunataka ili mpaka linyooke. Hili mpaka bodi ya ligi iondoke. Ni waandishi wa habari mnaogopa kuuliza maswali bodi ya ligi. Mwenyekiti wa bodi ya ligi anatakiwa hawe ametoka timu moja inayocheza ligi kuu Tanzania bara. Kweli si kweli? Yanga kipindi inaongozwa na Yusufu Mahabubu Manji. Mahabubu Manji ndio alikuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi. Baada ya Yusufu Mahabubu Manji kuachia Yanga Afrika na bodi ya ligi akawa katemwa. Wakaenda kufanya uchaguzi mwingine. Tunakuja kwa huyu mwenyekiti wa sasa hivi. Kipindi anaingia huyu mwenyekiti wa sasa hivi katokea kwenye klabu ya Costi. Hakuna mtu asiyojua. Ila Costi wamefanya uchaguzi. Wamechagua mwenyekiti mwingine wa klabu ya Costi. Kwa hiyo mwenyekiti wa bodi ya ligi kamwagwa. Anakuaje mpaka leo mwenyekiti wa bodi ya ligi? Anakuaje mpaka leo mwenyekiti wa bodi ya ligi? Kwa hiyo maana yake shirikisho limeondoa kanuni. Mwenyekiti wa bodi ya ligi hana klabu alotokea, maana yake tunaongozwa na klabu na bodi ya ligi batili. Kwa sababu sasa hivi ukiangalia na hili kafanya uchunguzi, 99% waliokaa viongozi wa shirikisho mpaka bodi ya ligi kutoka Tanga. Sasa inabidi wa Tanzania tuulizane. Kwa hiyo mikoa mingine hawezi kuongoza bodi ya ligi? Kwa nini kila kiongozi wa kusimamia bodi ya ligi na shirikisho anatokea Tanga? Hili ndio sisi tunapoenda kusimamia hapa. Haki itendeke. Tukija kuongea kwenye haki kwenye shirikisho, kuna vitu vingi vya ajabu. Rais wa shirikisho alitutangazia uwanja wa Mkwakwani umetengenezwa kwa bilioni 10. Sisi tumeenda kuangalia mechi na JKT Ruvu. Uwanja uchezeki na tope. Ukikaa vya IPA, ukikaa kwenye mbao zile, ukinyanyuka matakoni umeloa. Tukashangaa bilioni 10 hajengwa. Hii
Hii yote inabidi watu waende kufanya mchanganuo. Sio watu wanakaa wanakuja kwa bezi Yanga, kwa nini hatuchezi? Yanga ichezi kwa mambo mengi ya ligi yetu hii. Hii imefika mwisho. Sisi hatutocheza mechi mpaka bodi ya ligi jiuzuru. Tena tumewapa fair play. Hata bado siku moja ya mechi wakijiuzuru sisi tunacheza. Kwa sababu gani? Simba sisi tunawaweza. Simba sisi hawatusumbui. Sio mara 5. Hii mara 5 unapiga hesabu wewe. Na kugea umweki nenda. Alafu ndani ya siku 3 njoo unigejibu nitakugea. Tokea ufike 2020. Tokea ufike 2020 mpaka leo 2025. Njoo nikumbushe Simba akamfunga Yanga lini? Kushushwa daraja. Tunashushwaje? Hii labda nikuwekeni wazi. Kuna watu wengi wanadanganywa Yanga anaenda kukatwa pointi 3 na 15 za kushushwa daraja. Nakuja hapo. Na ndio maana kama ulisikia wenye vitu wa matawi wakakwambiaje hakuna hata pointi moja Yanga inaenda kukatwa. Hii dabi mwenyeji nani? Mwenyeji si Yanga Afrika. Kanuni yao ya 42. Maana sisi tunasoma kanuni zao. Tofauti na wasemaji wa Simba na lopoka. Kanuni yao ya 42. Ya 2024-25 ya ligi. Timu mwenyeji ndo anachagua uwanja na timu mwenyeji ndo atatafuta kampuni ya kukatisha tiketi. Sawa? Yanga mpaka leo hajatafuta uwanja na Yanga mpaka leo hajakatisha tiketi. Hiyo pointi 3 anaenda kugawa kwenye uwanja gani? Sushana, nyinyi kawaulizeni haya maswali hapo. Si kanuni zao zipo. Sisi ujue tunafuata kanuni zao, ila wao ndo wanaacha kanuni zao. Jibu lako umelipata? Kawaulize pointi 3 za Simba anaenda kupewa kwenye uwanja gani? Na wakati timu mwenyeji hajachagua uwanja na timu mwenyeji na wala mpaka leo hajaamua kampuni yoyote kukatisha tiketi. Kwa hiyo pointi 3 inaenda kupatikana wapi? Huzuri kuna kitu kimoja ujue, Tanzania watapata raha kitu kimoja. Hanaojua kanuni za mpira yupo kwenye klabu. Wasiojua kanuni za mpira wanaongoza shirikisho. Oya Nasolo sikiliza. Nasolo unasikia? Unasikia Nasolo? Usitoke jasho sana. Sawa? Huna haja ya kutoka jasho. Sisi tupo hapa kwa sababu ya kuambia viongozi wetu, kuambia umma, kuambia wanayanga, washabiki na wanachama wa Young Africans wanaolipia kadi zao, wanaokuja uwanjani, wanaogaramika kusafiri kutoka mikoani. Sisi tupo kwa niaba yao. Na maana halisi inayotuleta hapa ni kwamba kuambia viongozi, Young Africans kamwe hatuna mpango wa kucheza, hatuchezi na hatuchezi ng'oo. La sivyo wajiuzuru hapo. Njia pekee ni wao kujiuzuru. Nasoro, hawa wajiuzuru, hakuna kitu kingine. Kizinga. Sisi tunachotaka ni hawa kujiuzuru. Watu wachie ligi yetu, wameshaishindwa. Tunawaambia hivi, kule ndani hakuna kikao. Kile ni kikao cha harusi. Tulileta barua ya malalamiko yetu dhidi ya bodi ya ligi, mkachukua mkaweka chini ya kitanda. Saizi mnatiatia huruma tuje ndani, yani bila kuondoka Almas Kasongo, bila kuondoka Steven Mguto. Kikao cha harusi hicho hakuna kitakachofanyika. Tunaomba viongozi, tokeni kwenye jengo tuondoke. Tuna kazi nyingi za kufanya. Na Kizinga nikwambie, siku zote waandishi wa habari, hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Ndio. Sawa. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Sisi chai, wao mkate. Ulikuwa unasemaje? Kiongozi yote atakayekubali mechi ichezwe, tunawaambia tu kweli. Utaratibu umeshatolewa na viongozi wetu, hususan ni wazee wetu. Wazee bora kabisa kuwahi kutokea. Wazee waliopewa thamani na klabu yetu. Nenda kaangalia kwenye katiba Dar es Salaam Africans. Wazee wetu wanatambulika, ni baraza la wazee wa Yanga. Wenzetu huko Makoro hakuna mzee yoyote anayetambulika. Sawa? Kwa hiyo yoyote atakayekubali mechi ichezwe, tayari utaratibu umewekwa. Mlango uko wazi,
tena mlango wa kijani na njano, na kiongozi atakayekubali anatoka huku moja kwa moja, hata uwanjani haingii, hata pale ofisini haendi. Yani mabegi yake atakwenda kuyachukua nje pale kwa walinzi, hata mule ndani ofisi ya Dar es Salaam Africans haingii, anaondoka, anatupisha. Kwa hiyo viongozi tunaamini wako na sisi, hawawezi kutusaliti. Walishakubali la kwao la kwetu, la kwetu la kwao. Tupo kwa ajili ya kujenga, hatupo kwa ajili ya kubomoa. Kama unashindwa kuthamini mtu ambaye amepata tatizo, wewe kama kiongozi unashindwa kutoa neno pole.